Bei ya mafuta imeshuka duniani kote kwa 5% baada ya maafisa wawili wa ngazi za juu wa Marekani kuzungumzia uwezekano wa kupatikana kwa suluhu ya kidiplomasia na kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, anayeonekana katika picha hizi za leo akikutana na makamu wa rais wa Paraguay pamoja na waziri wa fedha Scott Bessent, ameonyesha matumaini kuwa makubaliano yanaweza kuwafikiwa hata ndani ya siku moja au mbili zijazo. Hii ni licha ya Tehran kupinga kauli ya Rais Donald Trump ya siku ya Jumatatu kwamba mazungumzo ya moja kwa moja yalikuwa karibu kuanza tena. Huyu hapa Marco Rubio. Nadhani kuna mazungumzo na majadiliano ambayo tunashiriki kati ya Oman na Iran kuhusu jinsi meli za kivita zinavyoweza kupita huko kwa njia salama katika muda mfupi, tunapoelekea kwenye mazungumzo haya ya masuala ya muda mrefu kuhusu kuondoa silaha za nyuklia. Na inatosha kusema tumepiga hatua katika mazungumzo hayo, lakini bado hatujamaliza. Tunatumai hilo litafanyika hivi karibuni. Awali Rais Donald Trump alikuwa amedai kwamba mazungumzo na Iran yalianza jana Jumatatu na kwamba nchi hiyo inakabiliwa na hatari ya kung'olewa kwa uongozi wake iwapo hawataafiki makubaliano fulani ambayo yanajumuisha kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz na kuondolewa kwa silaha za nyuklia. Rais Trump amerudia madai yake kwamba Tehran inaomba kuwe na makubaliano, ila sasa Iran imethibitisha kuwa inajadili utaratibu mpya na Omani ili meli ziweze kupita katika njia hiyo muhimu ya maji. Awali Qatar, ambao ni mmoja wa wapatanishi wakuu kati ya Washington na Tehran, ilisema inaendeleza juhudi pamoja na wapatanishi wengine ili kujaribu kufikia suluhisho la kidiplomasia kwa vita kati ya Marekani na Iran. Tehran imesisitiza kwamba mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani yaliyopangwa, kwamba hakuna mazungumzo yaliyopangwa kwa sasa. Kwa sasa hatufanyi mazungumzo na Marekani. Mazungumzo yetu ni pamoja na Oman na yanalenga kuwafikia makubaliano kuhusu njia itakayoruhusu meli kupita salama katika mlango wa bahari wa Hormuz. Sasa sehemu kubwa ya dunia imeondoa macho yake kutoka Gaza katika miezi ya hivi karibuni kufuatia makubaliano ya kusitisha vita ya Oktoba mwaka jana. Wiki iliyopita Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza makubaliano kati ya bodi yake ya amani na Hamas kuhusu kundi hilo kuweka chini silaha. Hata hivyo, vikosi vya Israel vimeendelea kushambulia wale vinaowataja kama wapiganaji wa Hamas na raia bado wanauawa. Majengo mengi huko Gaza yameharibiwa, lakini huenda ikakushangaza kujua kwamba eneo hilo lilikuwa likijiimarisha kama kitovu cha teknolojia kabla ya vita kuanza. Na kama anavyoripoti mwandishi wa BBC Yolande Nell, maelfu ya vijana wanageukia kompyuta ili kuungana na dunia ya nje na kutafutia familia zao kipato. Ripoti yake inawasilishwa na Agnes Penda. Ndani ya vifusi vya Gaza, wafanyikazi wa teknolojia wa Kipalestina wanatafuta njia zinazohitajika sana za kupata pesa.